Hivi karibuni niliintroduce project yangu inaitwa L month. Huu ni mwezi ambao nimewekea ratiba ngumu ya vitu ambavyo najua ni vigumu kuvifanya ndani ya huo mwezi mzima mfululizo, lakini nikimaliza kuvifanya vitakuwa vimenipa step kubwa sana kwenye maisha yangu. Kuna vitu vingi sana tunaogopa kuvifanya. Katika hichi kipindi kifupi mimi nimepitia muda mgumu sana. Yaani katika kipindi nimepitia muda mgumu wa stress, maisha yanaendaje, mambo hayaendi. Ukiangalia watu wa karibu pia mambo vile vile ni magumu. Kwa hiyo nimekuwa katika kipindi chenye stress sana. Kwa hiyo nikaamua kutoka kwenye comfort zone. Watu wengi wakiwa na mawazo huwa wanajifungia ndani. Wakiwa wana shida wanajifungia ndani. Wanalala, wanaupa muda ubongo wa kufikiria stress walizonazo na wanafanya vitu hali kuwa mbaya zaidi. Ukiwa na hali ngumu, toka nje. Ukitoka nje kuna vitu vingi sana utavipata. Toka nje, tembea. Wewe tembea tu. Kitendo cha kutembea kitakufanya utoke kwenye mazingira yale ya kuwa na mawazo na kutokufanya ubongo kufikiria kitu kimoja ambacho kina connect vitu vingine vibaya ambavyo utakuwa unaendelea kuvifikiria ukiwa kitandani au ukiwa ndani umekaa. Ila ukitembea utakutana na distractions ambazo zitakutoa kwenye distractions ambazo zipo kichwani mwako. Kwa hiyo ukitembea utakutana na vitu ambavyo vitakutoa kwenye mawazo. Mara nyingi sana tukiwa tuna shida, tujui mtu wa kumkimbilia, tunajifungia ndani. Tutoke nje. Kuna watu ambao wana shida tofauti na ambazo tulizonazo sisi. Tu express shida tulizonazo. Unaweza kukuta una shida kwa mtu mwingine, kwake sio shida ataitatua, na yeye ana shida, kwako sio shida, anaweza katatua. Ila tukijifungia ndani, tukaishia kuwa na mawazo, tukaishia kulia, haitotusaidia. Tutoke nje. Kuna watu wana pesa ila wana shida. Wewe hauna pesa ila kuna baadhi ya vitu vinaweza vikasaidia. Unaweza ukawa na idea ikawasaidia. Kwa hiyo ukakuta umebai idea, umepewa pesa. Sana matajiri wengi wanakuwa wanatafuta idea, wana pesa lakini still wanakuwa wanatafuta watu wenye idea ili wawalipe, ili biashara zao ziendelee kukua. Tutoke nje, tuwape ideas, tufikirie, tuwape idea. So far siku ya leo L day imeenda vizuri. Tokea nimeamka, muda niliopanga kuamka ni muda ule. Nimeweka kalamu, nimetengeneza kabisa karatasi ya ratiba ya wiki nzima ipo ukutani. Nimeamka, nimeenda nikatiki. Nikaanza na ratiba yangu asubuhi, imeenda vizuri. Ratiba tokea asubuhi mpaka muda huu naona zimeenda vizuri. Kitabu nilichopanga kusoma hichi hapa ambacho bado naendelea kusoma. Pages bado sijamaliza kufikisha task niliyopanga kufanya leo. Lakini so far so good. Ratiba kwa siku ya leo imeenda vizuri. Dakika 3 zangu zimeisha. I'm out.